kuwabariki. Alafu yule aliyemwambia atakupa nafasi na fedha nyingi sana, anamwambia kwani ndivyo tulikubali? Mimi naambia kwa wala nafikiri unaanza kuwabariki. Sio kwa sababu ya fedha, na kwa sababu kuna mtu huyu yuko nyuma aliyemwambia katamka maneno. Kilichogeuza na usemi ni kinywa cha Bwana. Amina. Haleluya. Kile kinywa cha Bwana kilisimama kwenye ulimi wake kubadilisha maneno yake. Kwa badala ya kulani akabariki. Anasema abarikiwe Israeli. Lakini ajenda iliyotoka nayo kwenda pale ilikuwa ni kwenda kuwalani. Kwa kitu gani kilisimama hapo? Ndio nataka uanze kuona hiyo. Alipewa kinywa au akapewa ulimi kutoka kwa Bwana. Ndani ya ulimi wake Mungu akachomeka ulimi wake, hakujua. Alimama kuanza kutamka ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Yesu anaposema nitawapa kinywa na hekima, ni mambo ya ajabu sana. Na mimi tukisoma hii mistari inatusumbua pengine kuelewa, lakini Mungu ni mwema sana. Mjumbe wa Bwana, msemaji wa Bwana, ni wakili wa Bwana, ni msemaji kwa niaba ya Mungu. Kwa anaposimama kuzungumza, anatakiwa atamke maarifa, na watu wakitafuta sheria waipate kinywani, kwa sababu ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Kwa hiyo sasa kwenye ulimwengu wa roho, nataka ujue sana mambo ya rohoni yanavyokwenda. Adui akija, adui hasa hutumia wachawi na waganga ili kubadilisha kinywa cha mtu. Kwa mfano, adui Shetani amepanga kuharibu ndoa yako, sio ya mwingine. Anataka kupitia mke wako, au anataka kupitia mume, itategemeana. Labda ameona njia rahisi ya mtumie mke kuharibu ndoa. Wale wachawi wanaita mapepo kutoka kuzimu, kwa lugha yao wanaijua. Yale mapepo yanakuja, yakija wanayambia tunataka tuharibu ndoa fulani, lakini hiyo ndoa mwanamke mwenyewe, mke wa hiyo ndoa aiharibu yeye. Yale mapepo yakienda yanachomeka ulimi wa kuzimu katika kinywa cha huyo mwanamke. Sasa alikuwa msikivu, anaanza kushangaa mume wake pengine akimwambia jambo zuri kwa nia njema, yeye anajibu kwa nia mbaya. Sasa huyu mama anaanza kushangaa, wakati fulani anamjibu mwenzake kineno. Nilitumia lugha ya kulopoka Jumatano. Kuna maneno yanaitwa kulopoka yako mtaani. Watu walisema kwamba hayawekwa kwenye msafu kwenye nani ya Kiswahili kwenye kamsi. Kwa hiyo inawezekana sio rasmi, anaeleweka. Mume wake anamwambia jambo jema, labda la kimaendeleo, au anamwambia naomba bwana, nimetoka safari, ninaomba nitegee maji nipeleke bafu. Analopoka, anambia kwa mpaka nipeleke su. Alafu hivi mimi ndio nimemwambia mume wangu, umeshasema. Mume wake anapata hivi, nani amenibadilishia mke wangu? Nani amemharibu mke wangu? Kwa nini anafanya haya? Wakati fulani mume anapata ghadhabu kulingana na hivyo choka na safari, lakini bado alitegemea kupata faraja kwa mke wake. Mke wake analopoka, kumbe si yeye, amepewa kinywa na Shetani. Kusudi la haya mapepo ni kuvuruga ndoa yake au kuiharibu. Kwa basi pojua kwamba hili shambulio la adui kupitia mke wangu ili ndoa yangu iharibike. Mama sipojua hii hali, ndoa inaharibika. Alafu pengine mume akimfukuza, pengine baba anajaribu kumuonya, anamuonya mama asikie, anajaribu kumuonya, naita watu we bwana, mambo acha, asiye bwana hasikii, anaamua kumfukuza. Akimfukuza ile mama, alafu Shetani anachomoa ule ulimi. Akichomoa ule ulimi, mama anarudi kwenye hali yake, alafu anaanza mimi sio mke wa fulani. Hivi niko kwetu. Uko kwenu.
Yaani hivi nimeachika. Yaani anaanza kuona ni kama kila mtu akimwona anamsomea. Yaani wewe umeacha yule mume wako, umeacha ndoa. Alafu wale wasimbe ambao wananiosema, yaani wewe tunajuta huko, umetufuata huko tuliko sisi tunaumia sasa. Bwana nashangaa sijui nifanyaje bwana. Anaanza kukumbuka alivyokuwa na mjibu mume wake, alivyokuwa namfanyia, ndio lishaharibika. Anaanza kutafuta watu wenye hekima, jamani ombeni mwende nyumbani kwa mume wangu. Mkifika mniombee msamaha. Anisamehe nilichomfanyia kila kitu. Na alikuwa so mimi. Yaani kweli nimemfanyia mambo mabaya, lakini sasa nimekaa. Hivi ilikuwaje mpaka nikafanya? Anatafuta suluhisho, yeye mwenyewe hana majibu ya kutosha kwa sababu alichowekewa kinywa. Anataka kuharibia wateja, anakuwekea ulimi. Wateja wanakuja badala ya kujibu kwa nia njema na kuwakaribisha, unakuwa kaksi mwingine. Naomba chumvi. Hapa. Afu yule mtu anasema nashukuru. Alafu mteja anapokuja, anaponunua bidhaa wewe. Hivi unaelewa hicho? Mteja anapokuja kununua shida, naelewa. Wanamnunuaga na shida. Kwa sababu kabla ya kununua bidhaa zako anakuona wewe unayemhudumia, si sawa? Si sawa? Anafika, anasema naomba chumvi, alafu anakuangalia usoni. Anaona uso wako, lafzi yako, tamka kuhusu kunihudumia chumvi, kwa sababu duka la pili kuna chumvi. Si sawa? Kwa si kwamba wewe ndio una chumvi peke yako, kinachofanya chumvi yake uuzwe sio hali ya chumvi yako kuwa nzuri, kiwanda kilichotoa chumvi yako na duka hili ni hiyo. Kwa hiyo yule mteja ananunua chumvi, anakununua na wewe. Sasa akisha kuja siku nyingine anataka chumvi, unamhudumia chumvi, hutaki kumhudumia na sura yako, kesho haji. Sasa adui akitaka kukupotezea wateja, anakuondolea sura ya ukarimu. Bwana tusaidie sana. Amen. Sasa unaanza kushangaa wateja wanapungua mauzo. Ulikuwa unacheza kwenye 50,000 au 100,000, unaweza kurudi kwenye 30, kwenye 20, siku nyingine 5,000, siku nyingine mpaka mama anakuambia bwana sasa tutaishije. Unashangaa sasa, bwana hata ninashangaa. Mambo yameshaharibika. Kuna mkakati uliopangwa hapo kwa sababu wewe kushambulia. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Mpaka ujue sheria ya kiroho inaweza kutangua hiyo sheria ya adui aliyoitumia. Maana yake tunaporudi katika madhabahu ya Bwana, Bwana anatupa kinywa. Kinywa cha Bwana kinapokuja ndani yetu lazima kivue kile kinywa cha shetani. Atuvulie ulimi wa adui. Kama tumevikwa sura ya kuzimu, atuvulie hiyo sura. Atuvike sura ya Roho Mtakatifu ya kimbingu, imejaa tabasamu, imejaa furaha, imejaa upendo, imejaa ukarimu, imejaa ina namna zote za furaha, za tabasamu, za uzuri. Kwa watu wanaanza kujua Bwana tunaona amebadilika. Kumbe Roho Mtakatifu amerudi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Kwa adui shetani, usipojua vita ya kiroho namna anavyoweza kushindana na wewe kuharibia mambo, unaweza kupata shida au kuharibikiwa. Hii sasa useme mbona sisi tumeokoka? Mimi sisemi hujaokoka, mimi nakufundisha ujue haya kwa sababu yatakutokea, au mengine pengine nazungumza hivi sasa anayo, lakini lazima ujue. Hizo ni mbinu za kumshinda adui kwenye vita ya kiroho. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Anaweza kaweka kinywa hata kwangu. Ninyi mkaanza kuona mchungaji maneno anayozungumza hayana ladha. Anaweza kaniondolea chumvi katika ulimi wangu. Anaweza kaondoa sura yangu ya utumishi, akaniwekea sura ya Tyson. Mkija muone mchungaji mnamuona Tyson mnaondoka. Sababu ninyi mnataka kuja kumuona mchungaji unakuta Tyson madhabahuni. Bwana tusaidie sana. Sasa mimi nimekuja nihudumiwa na mchungaji, sio Tyson. Bwana tusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na mnaanza kusema mchungaji amebadilika. Nimebadilika kwa sababu nimebadilishwa katika ulimwengu wa roho.
Kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki nchi. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi au watu. Kwa hiyo sasa Mungu Yesu alichinjwa akamnunulia Mungu watu wa kila kabila, akawafanya ufalme. Maana yake ya maisha ambayo tunatakiwa tuishi ya falme. Maiki leo zinasumbua kidogo. Tunatakiwa tuishi maisha ya kifalme, lakini akatufanya kuwa kuhani. Ili neno napenda sana kulisema la komala ili ulielewe na uliishi. Wewe kitendo cha kukubali kuokoka, ndio maana kuokoka si wazo la mtu, ni wazo la Mungu mwenyewe. Anasema akatufanya kuwa ufalme na makuhani. Mtu anapokubali kuokoka, Yesu anamfanya kuwa kuhani. Tofauti iko hii. Zamani kwenye Agano la Kale, familia ya kikuhani ilitoa watu kama wanne. Ilimtoa kuhani, ikamtoa mwamuzi, ikamtoa nabii, ikamtoa na nani? Na mfalme. Au nimerudia? Kuhani, mwamuzi, nabii na mfalme. Ilitoa watu wangapi? Wanne. Na hawa waliitwa familia ya Kilawi. Na hao ndio waliojazwa Roho Mtakatifu. Basi wengine wote walikuwa wanaongozwa kwa kusikia kitu gani hawa watu wamesema. Lakini leo kila mtu anayekubali kuokoka, na ndio maana Yesu alipokuja, angalia kitu alichokifanya kizuri kweli kweli. Alichana pazia ya patakatifu pa patakatifu, pakawa wazi, watu wote wakapaona. Maana yake ikawa ni fursa kila mtu kuingia patakatifu kwa Bwana. Haleluya. Hamna kutuma maombi sasa hizi kwamba naomba nitume, ukifika mwambie Yesu ya habari yeye haipo hiyo. Una haki ya kuingia patakatifu mwenyewe. Una haki ya kupakaribia. Ndio maana Yesu akabadilisha patakatifu. Patakatifu pa leo, patakatifu ni moyo wa mwanadamu. Patakatifu pa pili ni nafsi yake. Patakatifu pa tatu ni mwili wake. Sio mwingine, wewe unaitwa vitu vitatu. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa akatufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu. Anasema tena wanamiliki. Sasa kumiliki ni kitu kingine. Nilizungumza kidogo juu ya kumiliki. Sasa juu ya kumiliki, wengine hapa tunajua na wengine hatujui. Hiyo ni hali ya kawaida katika mambo ya kiroho, lakini ndio maana tunajifunza. Kumiliki nilizungumza hivi kwa kidogo. Kuna mtu akinunua shamba kwa mtu mwingine, kabla ya kuanza matumizi ya lile shamba, kwanza anajimilikisha. Tunaenda sawa? Lakini kuna mwingine akishalinunua tu anaanza kulima bila kujimilikisha kiroho. Kuna mwingine akinunua nyumba au kiwanja, ananunua tu anaanza kujenga, akijenga kimaliza na hamia. Na kuna mwingine akinunua kiwanja kabla ya kujenga, haleluya. Kwa lazima tukumilikishe. Usiyukatafuta vitu kambeba tu kienyeji, utapelekwa polisi. Kwa sababu hujamilikishwa rasmi. Ukilimilikishwa baba upande una kanisa tunakubali, hao wacheni. Kila mahali na serikali na mahali popote ulimwenguni watambue hao ni mke na mume kihalali. Bwana tusaidie sana. Amen. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo lazima hivi vitu tuvijue. Kwa Mungu anaposema kwamba
ametununua akotufanya kuwa makuhani wa Mungu. Tunamiliki juu ya nchi. Maana yake iko nguvu ya Mungu inayotembea na sisi kutupa uwezo wa kumiliki juu ya nchi. Shetani anaweza kukuondolea umiliki kwenye ndoa yako. Unatakiwa mwambie kwamba shetani, hii ni ndoa yangu, huwezi kunivunjia umiliki. Shetani anaweza akaharibu umiliki kwa watoto wako. Umezaa watoto, anataka kuondolea umiliki. Anataka awamilikishe vitu vingine. Anamilikisha ukahaba, anamilikisha magonjwa, anawamilikisha wizi, anawamilikisha vitu gani? Na wewe unalizia kwa sababu hujui jinsi ya kuondoa umiliki shetani ameuleta. Lazima ujue kumwambia shetani, hawa ni, na kama ni wa kwangu, juu ya familia yangu. Huna ruhusa juu ya kuchezea utumishi na huduma yangu. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Kwa ni muhimu sana ukajua haya mambo. Ni muhimu sana. Ukijua haya mambo na unajifunza hapa, kwa sababu hiki ni chuo cha watakatifu. Unaweza ukajua vitu na watu paka wakakubadilishia jina kwamba huyu bwana mtani kwetu sasa hivi anatisha sana. Silaha uliopewa mojawapo ni kinywa chako. Haleluya. Angalia hapa Petro wa kwanza. Maneno ni mazuri sana. Ni mazuri sana. Petro wa kwanza sura ya pili. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 5.